Je, umewahi kuwa na ile hisia nzito moyoni? Gut feeling inayokuambia kuna kitu hakiko sawa na rafiki yako, mfanyakazi mwenzako au hata ndugu. Japokuwa mbele ya macho wanakutabasamia na kukuita mpendwa. Sikiliza. Dunia imejaa watu wazuri sana, lakini pia imejaa watu wanaojua kuigiza. Kisaikolojia, chuki ya siri ni hatari kuliko chuki ya wazi. Adui anayekutukana hadharani unamjua na unaweza kujiandaa naye. Lakini yule anayekukumbatia huku ameshika kisu mgongoni mwako, ndiye anayeweza kukuangamiza kabla hata hujashtuka. Leo, sitakupa ushauri wa mitaani. Leo tunaenda deep kwenye saikolojia ya tabia, behavioral psychology. Nimekusanyia ishara 8 za chuki. Na namba 7 ni ishara ambayo 90% ya watu wanayoipuuza. Lakini ndio yenye madhara makubwa zaidi kwenye afya yako ya akili. Ukimaliza video hii, utakuwa na uwezo wa kusoma nia za watu kama kitabu kilicho wazi. Kabla hatujaingia ndani, hakikisha una subscribe na kuwasha kengele ili usipitwe na madini ya saikolojia kila wiki. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1, sifa zenye sumu. The backhanded compliment. Mtu anayekuchukia kwa siri hawezi kuzuia wivu wake, lakini pia hawezi kuonyesha chuki waziwazi. Hivyo, ubongo wake unatafuta njia ya kati. Atakupa sifa, lakini mwishoni mwa hiyo sifa utahisi maumivu au dharau. Mfano, fikiria umepata kazi nzuri au umepanda cheo. Rafiki wa kweli atafurahi. Adui wa siri atasema, hongera sana. Sikutegemea kabisa kama wangekupa wewe nafasi hiyo. Una bahati sana. Umeona hapo? Neno sikutegemea na bahati linaondoa uhalali wa juhudi zako. Anamaanisha hustahili, umebahatisha tu. Au anaweza kusema, umependeza sana leo. Hiyo nguo imekuficha unene. Hii inatokana na kitu kinaitwa passive aggression. Wanatumia sifa kama ngao ili ukikasirika waweze kusema, mbona unakuwa mkali? Nilikuwa nakusifu tu. Lakini subconscious mind yako inajua kuwa hile haikuwa sifa, ilikuwa ni shambulizi. Usipuuze hisia hiyo. Namba 2, lugha ya mwili ya sekunde. Micro expressions. Jambo hili ni gumu kuliona kama huko makini. Linaitwa micro expressions. Kuna mtaalamu wa saikolojia anaitwa Paul Ekman. Aligundua kuwa kabla mtu hajaamua kuweka tabasamu la kinafiki usoni, kuna sekunde chache, chini ya nusu sekunde, ambapo hisia halisi hujitokeza usoni. Unapotoa habari njema, mfano, nimefaulu mtihani, au nimepata mchumba, angalia uso wao haraka sana. Mtu anayekuchukia kwa siri, kitu cha kwanza kitakachotokea ni midomo kukauka au kubana kidogo, macho kurembuka, eye roll kidogo sana, nyusi kushuka chini, ishara ya hasira au chuki. Baada ya sekunde hiyo moja kupita, ubongo wao wa mbele, prefrontal cortex, unawastua, hey, unatakiwa ufurahi. Ndipo wanaweka tabasamu kubwa la meno. Lakini lile tabasamu la mwanzo halikufika kwenye macho. Hawawezi kuunda makunyanzi pembe ya macho yanayoitwa crow's feet. Ukiona tabasamu midomoni lakini macho yamebaki makavu na yamekutumbulia, huyo mtu moyoni mwake anawaka moto kwa nini umefanikiwa. Namba 3, kusherehekea makosa yako. Schadenfreude. Hii ni nzito. Kijerumani wanaita Schadenfreude. Ni ile hali ya kupata furaha au kuridhika kutokana na matatizo ya mtu mwingine. Mtu anayekuchukia kwa siri, wakati unapopitia changamoto, utaona anakuwa msaada sana, lakini kwa namna ya kuuliza maswali mengi ya udaku badala ya kutatua matatizo. Mfano, umeachika kwenye mahusiano. Rafiki wa kweli atahuzunika na wewe. Adui wa siri atataka kujua kila kitu. Ehe, ilikuwaje? Alisemaje? Aise, pole sana. Na wewe ulisemaje? Utaona ana hamu ya kusikia details za maumivu yako kuliko kukupa faraja. Kisaikolojia, kuanguka kwako kunawapa wao validation kwamba wao ni bora kuliko wewe. Wakati unalia, wao wanahisi faraja ya ndani kuwa angalau maisha yangu si mabaya kama ya fulani. Ukiona mtu anang'ang'ania sana kujua mabaya yaliyokukuta kuliko mazuri,
huyo ni adui aliyejificha. Namba 4, mashindano yasiyo ya lazima. Competitive narcissism. Je, una rafiki ambaye kila ukimwambia umefanya kitu, yeye lazima aseme amefanya kikubwa zaidi? Au ukimwambia unaumwa kichwa, yeye anasema anaumwa mwili mzima? Hii ni ishara ya chuki iliyochanganyika na insecurity. Mtu anayekupenda anajua nyota yako haizimi nyota yake, lakini anayekuchukia anaona mafanikio yako kama tishio kwake. Mfano, umenunua simu mpya aina ya Samsung. Nzuri, ila mimi nasubiri iPhone 17 Pro Max itoke ndio nivute. Samsung siku hizi zinapata moto sana. Hapo amefanya vitu viwili. Ameidharau simu yako na amejipandisha yeye mwenyewe. Hawezi kukuruhusu uwe center of attention hata kwa dakika moja. Hii ni sumu. Mtu wa hivi atakushusha jiamini kwako taratibu mpaka uone kila unachofanya hakina thamani chochote. Namba 6, kukutenga kwenye taarifa muhimu. Information withholding. Hii hutokea sana makazini au kwenye vikundi vya urafiki. Unakuta kuna kikao, sherehe au fursa imetokea, lakini wewe hukuambiwa. Ukija kuuliza, jibu lao ni jepesi sana. Samahani, nilisahau kukuambia. Au, nilijua hutaweza. Saikolojia inasema nini? Kusahau mara moja ni kibinadamu. Kusahau mara nyingi ni mikakati. Hii ni kukutenga kiakili, social exclusion. Wanajaribu kukufanya uone outsider au mtu usiye wa muhimu ili upoteze nguvu ya ushawishi kwenye kundi hilo. Mtu anayekupenda hata sahau kukualika kwenye kitu ambacho anajua kitakufaidisha au kukufurahisha. Akikusahau kwenye mambo ya maana mara 3 mifululizo, hiyo sio bahati mbaya, ni ujumbe. Namba 7, hawakusikilizi. Dismissive listening. Hakuna kitu kinauma kama kuongea na mtu ambaye hakusikilizi. Lakini kwa adui wa siri, hii ni silaha. Unapoongelea vitu unavyovipenda, passion, angalia reaction yao. Je, wanashika simu? Wanatazama pembeni? Wanakukatisha na kuanzisha mada isiyohusiana? Kisaikolojia, hii inaitwa invalidation. Wanajaribu kukuonyesha kuwa mawazo yako, furaha yako na maneno yako havina uzito. Mtu anayekupenda, hata kama hajui mpira, ukiongelea mpira kwa shauku, atakusikiliza kwa sababu anapenda kuona unavyofurahi. Anayekuchukia, atazima hiyo furaha kwa kukuonesha boredom au kuchoka. Lengo ni kukufanya ujihisi mjinga kwa kuwa na shauku hiyo. Namba 7, wanasengenya wengine mbele yako. The gossip trap. Hii ndiyo ile niliyosema wengi wanaipuuza, lakini ni hatari sana. Ukiona mtu anakuja kwako na kuanza kusema mabaya ya rafiki yake mwingine wa karibu, akitoa siri zake, akimponda, tahadhari. Kuna kanuni moja ya saikolojia isiyokosea. How they speak about others to you is how they speak about you to others. Wanavyowazungumza wengine kwako, ndivyo wanavyokuzungumza wewe kwa wengine. Usijidanganye kwamba wewe ni special. Mtu mwenye tabia ya usaliti, trait betrayal, hana mipaka. Wanakutumia wewe kama dampo la kutupia sumu yao. Na siku wakigombana na wewe, siri zote ulizowaambia zitawekwa hadharani kama vile walivyofanya kwa yule mwingine. Huyu si rafiki, ni mwandishi wa habari anayetafuta stori ya kukuharibia baadaye. Namba 8, ule msongo wa vibe. The energetic mismatch. Hiki ni kitu ambacho hakiwezi kupimwa mahabara, lakini ni cha kweli 100%. Nguvu ya mwili, energy au vibe. Miili yetu ina mfumo wa ulinzi wa asili. Kuna wakati unakuwa na mtu, hupumui kwa uhuria. Unajikuta unachagua maneno kwa umakini sana usije ukakosea. Ukiondoka tu hapo, unashusha pumzi ndefu na kuhisi uchovu mwingi, drained. Hii inamaanisha subconscious yako imesoma microaggressions na threats ambazo macho yako hayajaona na inakwambia kimbia. Kama kila ukikutana na fulani, unarudi nyumbani unahisi mnyonge, hauna furaha au una wasiwasi, usilazimishe urafiki. Mwili wako unajua ukweli ambao akili yako inajaribu kukataa. Kumbuka, lengo la kujua haya sio uwe na wasiwasi na kila mtu.
bali uwe na maamuzi sahihi, discernment. Usiwapigie kelele, usigombane nao. Njia bora ya kushinda dhidi ya mtu anayekuchukia kwa siri ni kuweka mipaka na kuendelea kufanikiwa na kuwa na furaha. Chuki ni mzigo wao, usiubebe wewe. Kama umejifunza kitu kipya leo, naomba uandike kwenye comment chini neno busara. Nikiona hilo neno, nitajua umefika mwisho na wewe ni miongoni mwa watu makini sana. Usisahau kushare video hii na mtu unayempenda ili na yeye asipate madhara ya watu hawa. Asante kwa kutazama, tukutane video ijayo. Peace.